imani za kishirikina au niseme imani potofu, ambapo sisi kama serikali hatuamini kabisa haya mambo, na hii imani inaanza kutishia usalama wa watu wengine. Pale mwanzo nimesema Wanampanda ni watu wazuri katika kulinda usalama na kuimarisha usalama katika wilaya yetu ya Mpanda, lakini wako wachache wanataka kuleta fujo ambayo na mimi siwezi kuivumilia, kwa sababu hii fujo inahatarisha usalama wa watu. Kumeibuka vitendo vya watu kusema eti nyeti zinapotea. Mambo ya ajabu mambo ya hatari kabisa. Bahati mbaya sana wote wawili walioibua hii taharuki wamepimwa, vitu vyao vipo, wala havina shida, lakini wameshasingizia watu. Jana tupata taharuki hapo Tawasimba juzi ilitokea soko kubwa pale, mtu tu kaanzisha umenishika bega, leta mali yangu. Hali ikawa mbaya. Nataka niwaambie ndugu zangu Wanampanda, hakuna kitu kama hicho. Yaani mtu akuguse tu eti kwenye bega kitu kinaondoka. Hakuna. Watu wana msongo wa mawazo. Wana msongo wa mawazo alafu wanataka kuingiza kitu ambacho hakipo. Kwa hiyo natumia nafasi hii kusema ni marufuku, sitaki kusikia kitu kama hicho wilaya ya Mpanda. Sisi tumekaa kwa muda gani hivyo vitu havijapotea, alafu mtu aje atuambie kirahisi tu eti kitu kinapotea. Haiwezekani. Yaani hivyo vitu havipo. Na wametafuta sehemu ambayo wanajua kabisa wakiibua hii taharuki, yaani lazima watu wa mji utasisimuka, si ndio? Mbona hawaendi kwa wanawake kuambia zimepotea? Kwa nini? Wanaenda kwa wanaume kwa sababu anajua ukigusa hiyo engo ni hatari. Na mimi siwezi kukubali. Wanaume oye. Nyie mnaamini hivyo vitu vinapotea kwa namna hiyo? Watu wale chakula vizuri, kula lishe nzuri, kila kitu kinakuwa vizuri. Hakuna kitu kinatokea cha namna hiyo. Ukiishia kunywa vile vinapimwa vya 200, vya 300, vya 400, sijui vya 500, hali itakuwa sio nzuri. Kwa hiyo mtu akikwambia bwana kitu kimeondoka, na unaweza ukaamini kimeondoka, kumbe lishe sio nzuri. Ni ukweli mimi nasema. Nyie mmeshawasikia watu wenye hali nzuri huko wanazungumza hizi habari? Mmeshawasikia? Huwezi kusikia tajiri anaongea hichi kitu. Na kama ukimwona ana utajiri au ana hali nzuri alafu anaanzisha hichi kitu, ana shida ya lishe. Unaweza kuwa una uwezo lakini lishe yako ni duni pia. Kwa hiyo vitu hivi havipo. Na nitumie nafasi hii kumwagiza kamanda wa jeshi la polisi katika wilaya yetu ya Mpanda, yoyote atakayethibitika kokote kuleta hiyo taharuki eti sijui imeondoka, akamatwe. Akamatwe, atupishe, asituletee taharuki. Mkampumzishe kwenye sehemu nyingine huko, ama achukulie hatua nyingine za kisheria. Kwa hiyo sitaki kusikia kabisa. Nyie mnataka kusikia akina mama? Akina baba mnataka kusikia hayo? Hakuna anayetaka kusikia. Yanahatarisha usalama baadhi ya maeneo. Sehemu nyingine huko mmeshasikia kuna watu wamepoteza maisha, si ndio? Hata sisi tusingemwahi yule mwananchi wetu pale soko kubwa, naye angeweza kupoteza maisha kwa uzembe wa mtu mmoja. Kwa hiyo hatutaangalia sura ya mtu, hatutaangalia huyo mtu ana hali gani. Ukianzisha tu hata masuala ya kutuambia pini, hivi pini jamani, pini badala ya watu kula eti kuleni vyakula vya asili, tule miogo hiyo, tule magimbi, tusiishie kula chips alafu unatembea na pini, unatarajia itakusaidia nini?
haisaidii kitu. Haya mambo mnayasikia kijijini, mnayasikia kijijini. Kwa nini anakuja mijini? Kama sio shida tu, watu wanataka kutupa shida. Wameshagundua labda kuna na shida ya lishe. Kijijini huwezi kusikia eti mtu anaanza kutembea na pini. Na nyie kuna miongoni mwenu mnatembea nazo? Hata wanaotembea na pini eti pini silaha. Silaha ni lishe tu, hakuna namna. Kwa hiyo na hawa wanaotishia watu masuala ya pini, jeshi la polisi, haya yasivumilike katika wilaya yetu ya Mpanda. Na wenyewe ni chanzo cha kutupa taharuki. Mtafanya watu wakose amani, na ukishakosa amani utakosa kila kitu, huwezi kufanya kila kitu ndugu zangu. Kwa hiyo akina mama, pikieni wanaume zenu vizuri, wale washibe, maisha mengine yataendelea, hakuna kitu kinapotea hakipo. Na akina baba, tafuteni vyakula, pelekeni wake wenu wapike, lakini haswa kwa vijana. Na hii shida ukiangalia huwezi kuta mtu mzima, utakuta vijana ndo wanaibuka, kitu kimepotea. Hamna. Vijana wengi sasa hivi hamli vizuri. Naomba mle vizuri jamani, msishe kula chipsi alafu natembea na pini. Mtanifanya hata anaje tuwe waoga. Lakini kwa sababu ni jukumu letu upande wa serikali kukemea mambo yote maovu yanayotishia usalama, ndio maana nikaona nije nizungumze na nyie, kwa sababu hapa ashindwe kutokea mtu hapa anakuja kununua labda tikiti au ananunua kitu sokoni, ghafla. Unajua sokoni kuna msongamano wa watu jamani. Unapita umegusana na mtu, unasikia mtu anakuanzishia, umenigusa, umechukua. Hapana, msikubali. Mwenyekiti wa soko, msikubali kabisa. Mkisikia naomba mtupe taarifa. Kusema ukweli anatekesha, lakini mimi hiki kitu sijakipenda na hakuna anayekibariki. Hayupo kabisa. Watu kupoteza maisha, mwisho wa siku tutakuja kuuana wenyewe kwa wenyewe. Utampiga mtu, utakuta napigwa, kumbe ni ndugu yako. Kwa hiyo ndugu zangu wana Mpanda Hotel, OCD kwanza, umenielewa? Nimekuelewa. Nashukuru kama umenielewa, kwa sababu haya mambo hatuwezi kuyavumilia hata kidogo. Kama serikali, watu wetu kupoteza uhai ama kushindwa kufanya kazi kwa utulivu kwa sababu tu kuna mambo ambayo sio katika jamii yetu. Kwa hiyo tusikubali kwa namna yote ile kuingia kwenye mkumbo wa hizi dhana potofu. Kikubwa nilichosema ni kula tu chakula basi, na kuto kuruhusu kwamba hivyo vitu kwamba vipo. Kwa nini viwe tu mjini? Havipo vitu kama hivyo kabisa kabisa. Kwa hiyo nimekuja kuongea na nyie ndugu zangu wana Mpanda Hoteli, na ujumbe huu uwafikie wana Mpanda wote kwamba wilaya yetu tuko salama. Kitu kama hicho hakipo, cha watu kupoteza sehemu zao, hakipo kabisa katika wilaya yetu ya Mpanda, na hatutamvumilia yoyote atakayetamka, atakayeshabikia kwa namna yoyote kushabikia hivi vitendo kwamba vipo na vinawezekana. Hatutamvumilia upande wa serikali, kwa sababu tunataka amani tawale, wananchi wetu wafanye kazi, kila mmoja ana haki, na ni wajibu wetu serikali kulinda uhai wa kila mwananchi. Yupo mmoja amekamatwa jana, si ndio bwana? Endeleeni naye, huyo ndo atakuwa wa mfano, kwa sababu jana alitaka tulete shida kubwa. Na yule mwingine wa juzi, si mnaye yule wa soko kubwa? Tena huyu niliambiwa ni mfanyabiashara, atakuwa ni mfanyabiashara au mjasiriamali sijui, aliyesababisha kwamba kanishika. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.